أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وهو خير معين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Leo ni mara nyingine katika kipindi chetu cha mawaidha, na hapa ilikuwa ni kuhusiana na Uislamu. Tulizungumza katika wakati uliopita kwamba ni vipi Uislamu na Muislamu anatakiwa kuwa namna gani. Kwa mukhtasar, Uislamu ni kanuni na sheria kama tulivyokuwa tumeelezea siku za mwanzo, ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwongozo kwa binadamu ambao unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Uislamu una nguzo zake, una viegezo vyake ambavyo ni muhimu sana kwa mtu ambaye amekubali Uislamu, ili kuweza kutimiza Uislamu wake vizuri na yeye kuonekana kwamba ni Muislamu anayefuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anayefuata Qur'an vizuri. Basi lazima aambatane na viegezo vile. Yani kwa ufupi kabisa, tunaweza kuisoma hadithi ambayo ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi hii ina mafungamano ya vipi Uislamu na vipi Muislamu anatakiwa kwa mukhtasari kuwa ama kujipamba. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatuambia katika maneno yake matukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie yeye na ali zake, kwamba al-Islamu uryanun, Uislamu ni mtupu, yani falibasuhu alhaya, yani vazi lake ni haya. Taban kisha Mtume anatuambia, anaendelea katika hadithi yake akisema wazinatuhu alwafa, na pambo lake ni kutekeleza, yani kutimiza ahadi au wajib. Wa muruatuhu alamalu salih, na vile vile uzuri wake, pambo lake ni mtu kufanya mambo yaliyo mazuri. Wa imaduhu alwar'u, na nguzo yake ni mtu kuwa mcha Mwenyezi Mungu, yani kuwa mnyenyekevu. Walikulli shay'in asasun, na kila kitu kina chanzo chake au kina nguzo yake. Wa asasu al-Islam hubbina ahlul bait, na asas na nguzo, chanzo cha Uislamu kabisa, ama nguzo ya Uislamu ni kutupenda sisi ahlul bait alayhimus salam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani manake katika hadithi hii ina nukta mbalimbali, lakini hapa kama tulivyokuwa tumezungumzia kwamba tunazungumzia kuhusu Uislamu na vipi Uislamu unavyomkamilikia mtu akaweza kuitwa Muislamu, akaweza kukubalika katika mandhari yake, katika jamii, katika mujtama, kwamba yeye kwa hakika ni Muislamu. Yani tukifuata hadithi hii, taban tutashika nukta moja ambayo
ni katika nukta ambazo zinakamilisha au zinaupamba Uislamu, zinamweka Muislamu kuonekana kwa hakika yeye ni Muislamu, kwa kuwa anafuata mwenendo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na Ahlul Bait alayhimus salam taban, na vile vile kuonekana kwamba yeye ni mtu anafuata mafunzo ya Qur'an ambayo ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametuelezea katika hadithi hii kwamba al-islamu uryanun, Uislamu uko uchi, ni uchi. Yani falibasuhu al-haya, yani kwamba basi vazi lake, sitara yake Uislamu ni haya. Hii ina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatufundisha hapa kwamba Muislamu, ili kuwa Muislamu kwa hakika ni lazima awe ni mwenye haya. Hajakamilika katika Uislamu wake Muislamu yoyote ambaye hana haya, haoni aibu. Kuona aibu na kuona haya ni katika vazi, ni katika pambo la Uislamu. Muislamu ni yule ambaye anakuwa ni mwenye kuona aibu katika mambo ambayo yanaweza kuleta fedheha, katika mambo ambayo yanaweza kuleta kasoro na aibu katika Uislamu. Sasa basi ndiyo maana tukasema kwamba tufuate mafunzo na mwenendo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba al-islamu uryanun falibasuhu al-haya, Uislamu ni mtupu na vazi lake ni mtu kuwa na haya. Na katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa sallam anashindikizia akisema kwamba al-haya'u min al-iman, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-haya'u min al-iman, yani mtu kuwa na haya ama haya ni katika imani, ni katika imani katika Uislamu. Yani manake Muislamu kwa hakika ni lazima awe na haya, ni lazima aone aibu. Kuna mambo ni lazima mtu ujipambe nayo na mtu uone haya. Kuna mambo fulani ambayo labda pengine si haramu mtu kuyafanya, si haramu mtu kuwa nayo, lakini yanaleta aibu. Uislamu unasema kwamba ili wewe uonekane katika kufuata mafunzo ya kisawasawa ya Kiislamu ni lazima uone haya katika baadhi ya mambo kama hayo. Na ndiyo maana Uislamu ni pambo na ni zina kwa mtu ambaye ameukubali Uislamu. Yani kwa sababu hiyo basi lazima aone haya, ni lazima awe na aibu. Kuna mambo fulani mtu uchelee kuyafanya dhahiri ili mtu mwingine asiweze kukutia kasoro, asiweze kutoa hadhi yako, yani hadhi yako ikawa itateremka kwa sababu ya mambo kama haya. Kuna mambo ambayo mtu inakuwa ni lazima kujitenga nayo ndio uonekane kwamba umechukua ile stara, yani kama Muislamu. Na ndiyo maana utakuta kwamba aibu kama hizi ama kuona haya, yani ni miongoni mwa mambo ambayo mathalan tunapata katika mafunzo na mienendo ya mitume alayhimus salam. Kuanzia kwa mtume wetu Adam alayhi salam na mitume wote waliofuatia, walionekana kwamba katika mandhari ya watu, katika jamii za watu, ni watu ambao wanaona haya.
hawayafanyi mambo ambayo yanadhihirisha aibu, tunaweza kuisema aibu za hapa na pale, aibu ndogo ndogo za kumteremsha hadhi mtu. Tunaambiwa kwamba tunaposoma kiswa cha Nabiiullah Musa alayhi salam, Nabii Musa alayhi salam katika historia yake ni kwamba alipofanya safari zake na kufikia kwa Nabiiullah Shuaib alayhi salam, tunaambiwa kwamba kabla hajafika nyumbani kwake Nabiiullah Shuaib alayhi salam, aliwahi kupitia mahali na akafika kwenye kisima mahali alipatana na binti zake Nabiiullah Shuaib alayhi salam. Yani kwa namna Qur'ani inavyotuelezea ni kwamba wale mabanati wa Nabiiullah Shuaib alayhi salam, kwa sababu ya wao kuwa ni wacha Mungu, kwa sababu wao ni watu ambao wanafuata mafunzo kutoka kwa baba yao na mafunzo na desturi ambayo ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walikuwa ni wasichana ambao wamejipamba na haya sana. Kwa hivyo Nabiiullah Musa alayhi salam alipofika kwenye kisima kile, akawaona wale wasichana ni kama wako pembeni, kulingana na historia na visa vinavyotuelezea kwamba wamekaa mbali, wakiwa wamejongea watu ambao walikuwa wanashughulika kuchota maji. Maskini wale wasichana wakaonekana, baadhi ya muarrikhina wanasema kwamba walikuwa pembeni wakiona aibu kusongeleana au kujongeana na wanaume waliokuwa pale, au walikuwa wanaona aibu kusukumana na watu katika mlango wa kisima. Kwa hivyo wakaonekana wamekaa hairan, hawajui wafanye nini maskini. Na hili ndio maana tunaambiwa Qur'ani inavyotuelezea Nabiiullah Musa alayhi salam alipowatazama wasichana wale akawaonea huruma, kisha akawauliza na wao kuwaambia kwamba tumekuja kwa sababu ya kuchota maji, lakini ima walikuwa na tatizo la kuweza kuyafikia maji, au walikuwa na tatizo la kuweza kujumuika na wengine au kusukumana na watu katika mlango wa kisima. Kwa hivyo kwa desturi na tabia yao nzuri na ucha Mungu wao mzuri, walikuwa wamejiweka pembeni. Nabiiullah Musa alayhi salam akawahonea huruma na akawachukulia vyombo vyao na akaanza kuwachotea maji, akawajazia maji vyombo vyao, kisha akawapatia vyombo na wakabeba maji. Namna historia inavyotuelezea kwamba ni kwamba wasichana wale kisha baadaye walipofika kwao, wakamuelezea, wakamuhadithia baba yao Nabiiullah Shuaib alayhi salam kwamba tumeweza kumpata bwana mmoja mgeni ambaye katika maeneo yetu ya kisima. Bwana huyu wakamsifu na kila sifa njema. Alikuwa ni mtu mwenye huruma, mtu mwenye nguvu, na akawahi kutusaidia baada ya kutuona kama sisi tumetatizika katika hali ya kuchota maji, na sisi tukachota maji, akatuchotea maji na akatupatia, na tukamuona kwa hakika ni bwana mzuri sana. Basi baba yao naye akapendezwa na sifa za Nabiiullah Musa alayhi salam. Na kisha historia inatuambia kwamba wasichana hawa walifikia hatua ya kumshauri baba yao, wakamwambia, na kwa uzuri tulivyomuona kijana huyu, ingekuwa ni vyema baba, labda pengine kijana huyu ukamchukua na hata akawa ni mtu ataweza kukusaidia kwa majukumu mbalimbali, kwa kazi mbalimbali. Basi ndipo pale wasichana hawa walipotumwa na baba yao kwenda kumuita Nabiiullah Musa alayhi salam. Sasa angalia historia inavyotuambia na Qur'ani inavyotutajia namna ya wasichana hawa walivyodhihirisha hali zao, yani pambo lao la imani yao, kwa namna walivyoipamba imani yao kwa haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim,
fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea namna hawa wasichana walivyokuwa kudhihirisha imani yao, kudhihirisha pambo la imani yao, kudhihirisha yani kwamba ukakamavu wa imani yao, namna walivyokuwa wakionekana pale Nabii Musa alayhi salam alivyokuja kuwakuta mwanzo wakiwa wamejitenga pembeni, wakiwa ni wenye aibu, wakiwa ni wenye kuona haya, kusongeleana, kujongeleana au kusukumana na watu katika mlango wakisema. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea namna walivyomujia Nabiiullah Musa alayhi salam. Fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya, yani akamjia mmoja wao katika wale wasichana Nabiiullah Musa alayhi salam ambaye alikuwa akitembea katika hali za kuona haya. Qalat, akasema, inna abi yad'uka, hakika babangu anakuita wewe, liyajziyaka ajra ma sakaita lana, yani ili akulipe ujira mzuri kwa namna ulivyo tuweza kutuchotea maji sisi, kwa kazi ile uliotufanyia kwetu sisi ya kutuchotea maji. Sasa hapa la msingi tunalozungumzia ni kuhusiana na wasichana hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba walivyomjia Nabiiullah Musa alayhi salam kwa njia au kwa hali ya kuona haya, kwa hali ya kuona aibu, wakiwa ni wetu ambao walionekana wameipamba imani yao kwa sababu ya haya. Kwa hivyo mtu kuwa na haya, hasa katika Uislamu, tunapozungumzia Uislamu, pambo lake lingine ni mtu kuwa na haya. Anapokuwa mtu ni Muislamu lakini hana vazi hili, hana pambo hili, yani ni mtu ambaye anaonekana ana mambo ya aibu, ni mtu ambaye anaonekana ni mtu ana mambo ya fedheha, ana mambo ambayo hayana stara, basi ana kasoro katika Uislamu wake. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia kwamba alhayau min aliman, kwamba haya ni katika imani. Muislamu ili kuonekana kwamba ni mwenye imani ni lazima awe anaona haya, ni lazima awe anadhihirisha haya. Yani pambo lake ni kwamba anajitenga na mambo ambayo ni aibu, anajitenga na mambo ambayo yanaonyesha fedheha. Mathalan mtu unaweza ukawa umekasirishana na mtu, unaona, na mtu yule akawa anakuelekeza mambo mabaya, anakuelekeza matusi mabaya ambayo Kiislamu kwa mtu mwenye imani ni maneno ambayo hayawezi, hatakiwi mtu kuyatamka, hatakiwi mtu kuyadhihirisha mambo kama hayo. Basi unaambiwa kwamba wewe kama Muislamu unaambiwa ujitenge na matamshi kama yale, ujitenge na vitendo ambavyo vinaleta fedheha na aibu. Kwa mfano tunaambiwa kwamba miongoni mwa ishara za mtu kuona haya ni matamshi ya matusi. Ukawa wewe unachelea kutamka matamshi yenye matusi, kutamka matamshi yenye fedheha. Na vile vile haya inadhihiri haya, mtu kuonekana ni mtu mwenye haya si katika maneno tu, bali hata katika vitendo. Yani tunaambiwa kwamba haya, mtu kuonekana ni mwenye haya anaonekana pale anapokuwa anavyoendeleza matamshi yake, anavyoepuka matamshi yenye aibu, anavyoepuka matamshi yenye fedheha. Kwamba matamshi fulani yanakuwa
yanahitajia stara, na stara yake ni haya. Mtu ukaona haya kutamka matamshi kama hayo. Na vile vile haya inadhihirika ama linadhihirika mtu kuwa na haya kwa matendo yake. Yani kuna matendo fulani ambayo mtu unaona aibu kuyafanya matendo yale. Unaona, tangu labda pengine katika mavazi, ukawa wewe kuna mavazi fulani huwezi kuyavaa kwa sababu ya kuona aibu, kwa sababu ya kuona haya. Na ndivyo Muislamu unaambiwa kwamba hata kama utakuwa uko katika mjumuiko ambao ni mjumuiko labda uko na watu ambao ni maharimu wako, unapokuwa mtu unaweza ukakaa namna unavyotaka. Lakini pamoja na hiyo unaambiwa ni lazima ufanye nini? Uone aibu. Ni mtu ambaye hawezi kukuoa, lakini pamoja na hiyo lazima uone aibu katika kukaa na yeye. Sio unakaa na mavazi ambayo mtu yule anaona tena aibu kukutazama. Lazima uwe na aibu, yani katika vitendo vyako. Vile vile katika ukaaji wako, katika utembeaji wako, lazima mtu uwe na stara. Na stara yake ni mtu kuona haya. Utembee katika njia nzuri. Na vile vile katika mazungumzo yako uwe ni katika mazungumzo yaliyo ya kuepuka mambo ya fedheha na ya aibu. Na insha Allah nafikiri tukifikia hapa tutaendeleza mada hii katika nukta zingine za kuonyesha namna umuhimu wa mtu kuwa na haya ili kuihifadhi na kuipamba imani yake, hasa katika Muislamu. Muislamu hataki kuwa ni mwenye kuwa na fedheha ndogo ndogo, ni mwenye kuwa na aibu ndogo ndogo, hasa pale anapokuwa katika mujtama. Insha Allah tutaweza kuendeleza nukta hii. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.